kuhamasika kujaza uwanja kwa mtonyo wa buku 5 tu Benjamin Mkapa iweze kujaa. Sisi tumemkatalia Ahmed Ally masuala ya bure, na leo umesikia hapa anataka kutoa viingilio bure, akasema ukitoa viingilio bure sisi hatuji. Sisi sio watu wa bure. Watu wa bure wamekimbia uwanja, wameamua kwenda kule Amani Complex. Uwanja wa Benjamin Mkapa, labda kwa watu ambao hawajui, ulijengwa kwa ajili ya klabu ya Simba, unaelewa, mwaka 2000 na ngapi na 3. Kwa hiyo niseme tu tupo tayari kuwapokea Petro Atletico ambao wanaingia tarehe 19 hapa Tanzania. Na kimsingi hii mechi tunahitaji sana, kwa sababu Petro ni timu ngumu sana. Ukiangalia kiuchezaji wamekuwa na ubora mkubwa sana misimu mitatu kwenye CAF Champions League, na msimu wa mwisho walishia nusu finali ya CAF Champions League. Sio timu ndogo, ni timu ambayo ni mabingwa nchini kwao, ni timu ambayo inakusumbua. Ndio timu kubwa sana pale nchini Angola, ina wachezaji wengi wafundi, hasa kwenye maeneo ya ushambuliaji. Ina washambuliaji wazuri, lakini pia ina eneo viungo na viungo wazuri sana ambao wana uwezo wa kumiliki mpira, lakini eneo lao la defensive ni eneo ambalo ni bora kwenye kuzuia kutokuruhusu magoli. Ukiangalia michezo ambayo wamecheza awali hii miwili, idadi ya magoli ambayo wameruhusu ni chache, maana yake ni wazuri kwenye eneo la defensive. Maana yake kuna kazi ya kufanya kwenye eneo la ushambuliaji klabu ya Simba ambao inaongoza Jonathan Soa, Selemani Mwalimu na Steven Dese Bukwala, lakini pia kuna kazi ya kufanya kwenye eneo la kiungo defensive, kwa sababu wao ni wazuri kwenye eneo la kiungo. Ili tuwe wazuri zaidi yao, lazima tuwafanyie distraction kwenye eneo la kiungo, ili iwe rahisi wao kupitika na hatimaye kutengeneza timu ya ushindi. Hivyo basi, ni rai yangu wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba, kutumia nafasi yangu kama Dr. Mohamed Hamisi, kutumia nafasi yangu kama influencer wa mpira, kuwaita Benjamin Mkapa. Waje Benjamin Mkapa. Tiketi zimeanza kuuzwa leo kwa shilingi 5,000, lakini kwa shilingi 20,000 VIP, 30,000 VIP. Waje kwa wingi ili walao tujeze full house na wachezaji wetu waweze kuhamasika tuondoke na alama 3. Dr. Mmezindua rasmi wiki ya hamasa kuelekea katika mchezo huu dhidi ya Petro Atletico. Unadhani ya kwamba kwa mchezo wa majana, je, mwitikio wa wanastiri hapa umeonaje, na umetoa matumaini kiasi gani kuelekea katika mwitikio wa wanatemeke stili hapa ni mkubwa. Unajua Temeke ni ngome ya Simba, watu ambao hawajui. Temeke hii naona mashabiki wengi wa Manispaa Temeke ambao wako, unajua wakazi wa Temeke wako 2.4 Manispaa Temeke. Katika wakazi 2.4, wakazi 2,000,000 ni mashabiki wa klabu ya Simba. Kwa hiyo wao tu peke yao wanatemeke wakiamua kujaa Benjamin Mkapa, bila maeneo mengine wana uwezo huo. Kwa hiyo mwitikio umekuwa ni mkubwa, na hili ni moja ya soko kubwa Tanzania ambao ina wafanyabiashara wengi, ina watu wengi wanakuja katika eneo hili. Kwa hiyo ni rahisi message ambayo imetolewa hapa kufikia kwa rahisi kwa wana Simba, ili kila mmoja aweze kuitikia mwitikio kuelekea kwenye mchezo. Nini ambacho Simba atakiwa afanye kuelekea mechi hiyo? Kwanza asiingie kwa kujiamini sana, kwa sababu Petro Atletico ni moja ya timu bora sana kutoka kwenye ukanda wa SADC. Lakini pili, atakiwa acheze counter attack to press, maana yake aingie kuzuia goli, at the same time atafute goli za ushindi ili aweze kupata ushindi kwenye ardhi ya nyumbani, kwa sababu kwenye operation ya group stage lazima upate operation ya alama 9. Maana yake mechi 3 za nyumbani uweze kuzishinda, ndipo ambapo unaweza kuwa na nafasi kubwa ya kuweza kupiga hatua ya kufuzu kwenye hatua inayofuata. Maana yake Petro ukiwapa nafasi hawakukosi. Maana yake ni kupunguza makosa kwenye eneo la defense dhidi ya Petro ya Atletico ya Angola ambao ni wazuri kwenye kushambulia. Pili, kutafuta nafasi nyingi, kutengeneza nafasi nyingi kwenye eneo la ushambuliaji, na nafasi hizo tuzitumie. Sio timu ambayo tunaweza nafasi nyingi ambazo tunashinda kuzitumia kuwa magoli. Mchezo wa kwanza tunakwenda kuanza dhidi ya Petro Atletico, lakini pigo ni kubwa kwa mashabiki wa Simba. Wameingiwa na hofu mara baada ya kuona performance ya golikipa wenu ambao waliokuwa kwa maana golikipa namba 2 ya Suleiman, mara baada ya mistake ambayo ilifanyika katika mchezo wa national team ile mchezo na Eswatini. Sasa nadhani ya kwamba ya Suleiman kuelekea kwenye mchezo huu, mashaka yatakuwepo kama ambavyo ilikuwa ikielezwa juu ya performance ambayo inaonekana inakwenda kwenye mchezo huu. Watu hawajui Yakubu Sulemani ni one of the best goalkeeper we have in this country, unaelewa, na ndio bana ni Tanzania 1 kwa sasa. National team dependent goalkeeper ni Yakubu Sulemani, unanielewa vizuri. Kwa hiyo Yakubu Sulemani hajaitwa national team kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya ubora alionao. Ndio maana Tanzania tuna goalkeeper wengi sana bora, lakini Yakubu Sulemani he is the first, unanielewa, kwenye first 11. Swala makosa aliyofanya juzi amesababisha goli moja tu ambao alipiga mpira vibaya. Wakati mwingine hata kama golikipa wakubwa duniani huwa inatokea. Golikipa Yakubu Sulemani ndio golikipa pekee ameandika rekodi ya kuipeleka national team ya Tanzania kwenye hatua ya robo finali ya CHAN tangu kuanzishwa kwa Taifa Stars.
Kombe imani naye ilishakosekana. Tuna imani naye kubwa sana, licha ya kukosekana kwa Musa Pimpini Kamara ambaye kesho anafanyia operation pale, upasuaji wa goti pale nchini Morocco. Kwa hiyo Yakubu Sulemani goal keeping area ya klabu ya Simba iko salama chini ya Yakubu Sulemani. Kikubwa na Simba tumuunge mkono, tumwamini, tumuombee dua ili atimize majukumu yake ndani ya uwanja siku ya 23. Dr. Mo, na ujio wa Mohamed Bajabili mara baada ya kutoka katika majeraha katika miezi hii miwili na kurudi katika kikosi cha Simba na kuanza mazoezi juzi dhidi ya JKT na Simba wakaibuka kwa ushindi wa mabao 6-0 nayo yakiwemo mule ndani akicheza. Je, unaona anakuja kuongeza kitu katika kikosi cha Simba Sport? Wow, Mohamed Bajabili ni entertainer. Yani he was born to entertain people. Wenyewe wa Kenya wanamuita star boy. Yes, yani whenever we talk about Mohamed Bajabili, he is entertainer. Yani he was born to entertain fans. Ni mchezaji ambaye amezaliwa kuburudisha mashabiki. Akishika mpira ile first touch yake una enjoy, akitoa pasi una enjoy, unaelewa vizuri. Kwa hiyo kurejea kucheza mechi ya kirafiki dhidi ya JKT Tanzania kupata mabao 6 na yeye akiwa ndani, kwa sisi wana Simba ni faraja, kwa sababu tumempata Xavi Iniesta amerejea uwanjani. Yule Xavi Hernandez amerejea uwanjani, ni kiungo wa kisasa, modern attacking midfielder ambaye akiwa kwenye eneo la juu anakuofa vitu zaidi ya vitano. Anakuofa chance creation, maana yake assist, anakuofa scoring opportunity, namna ya kufunga, lakini pia anakuofa namna ambavyo anaweza kaengage na kutengeneza pressure kwa timu pinzani. Huyo ndio Mohamed Bajabili, ni mchezaji mzuri, anajua kupiga chenga, anajua kumiliki mpira, anajua kufunga, anajua kutoa pasi, ana kasi. Kwa hiyo leo anarejea na kikosi cha Simba, sisi ni furaha kubwa na ni imani yetu kwamba ule ubora ambao walimuona viongozi wa Simba kule Kenya kupitia polisi nchini Kenya ndicho ambacho tutakwenda ukiona kwenye michezo hii ya CAF Champions League na perhaps kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania bara ikirejea. Wakati anasajiliwa msemaji alikuwa anamuita Cole Palmer kwa wachezaji wake akiwa anacheza Police Kenya. Yaani huyu ni zaidi ya Cole Palmer, huyu ni zaidi ya Xavi Hernandez. Unazuri, huyu bwana ni zaidi ya Cesc Fabregas. Wewe hujawahi kumuona Cesc Fabregas wa miaka hiyo kabla hajaenda Arsenal. Kiungo Cesc Fabregas, kiungo laini, kiungo lainishi, unanielewa vizuri. Kiungo akishika mpira unaenjoy kumtazama, utamani atoe pasi. Cesc Fabregas fundi, baadaye akaenda Arsenal na baadaye kurejea Barcelona. Ndio unamzungumzia huyu bwana mdogo Mohamed Bajabali. Ni shule ya mpira, unaitizama ni kama upo kwenye lecture room University of Muhimbili pale na Profesa Janabi akifundisha cardiomegaly kwenye cardiovascular disease na wanafunzi wa medicine mwaka 3 wakiitikia lecture nzuri kutoka kwa Profesa Mohamed Janabi. Ndio sawa na huyu Mohamed Bajabali, kiungo wa mpira, kiungo alibarikiwa, a gifted player ambaye klabu ya Simba tunamsajili msimu. Kocha meneja ameendelea kumweka Jonathan Soa kwenye benchi. Mechi kadhaa ameanzia benchi. Pengine unafikiri meneja Pantevo anamfikiria nini Jonathan Soa kwa kikosi cha kwanza? Mwalimu Dimitar Pantevo ni mwalimu mwenye weledi mkubwa. Simba tuna kikosi kipana sasa hivi. Ukizungumzia timu ambazo zina kikosi kipana, Simba ni mojawapo. Kwa hiyo anapoanza na Steven Dese Mukwala, mchezaji ambaye anakuofa vitu vingi uwanjani, mchezaji bora, at the same time kwenye substitution bench ana mchezaji hatari barani Afrika, Jonathan Soa, a black lion. Tafasiri yake ni kwamba Simba na kikosi kipana, yaani maana yake tunaweza kuwa na timu inacheza Benjamin Mkapa, tunaweza kuwa na timu inacheza Amani Stadium, kuna timu inacheza Mwanza na zote zikapata matokeo. Maana yake zamani alikuwa akitoka mchezaji mmoja unashika kitu mama yangu, lakini leo yupo Jonathan Soa nje, no problem, Simba anapata ushindi. Yupo Selemani Mwalimu nje, no problem, Simba anapata ushindi. Yupo Kidensi Prosper nje, Simba anapata ushindi. Zamani walikuwa ukitoka wachezaji wawili au mmoja unashika kichwa. Tafasiri yake ni kikosi kipana ambacho tunacho, na wachezaji wote wanatakiwa wapate nafasi kwenye kikosi cha Simba ili waoneshe ubora wao, kwa sababu wote ni waajiriwa wa klabu ya Simba, wanatakiwa wacheze. Na ndio maana mwalimu Dimitar Pantev anafanya rotation kuwapa nafasi game after game. Aliyempasi kabisa wala kiwango chake kimerejea, umemuona alafu rotate na juzi amepiga hat-trick.
hapana, Simba iingie sokoni kufanyaje? Kwa sababu tunaye Yakubu Sulemani, lakini tunaye mchezaji anaitwa golikipa anaitwa Hussein Aberi, moja ya magolikipa bora sana ambao tunao. Kwa uwepo wa Yakubu Sulemani kwenye milingoti mitatu ya klabu ya Simba, bado ni golikipa tegemezi na golikipa bora sana. Niwaambie tu magolikipa wote duniani wanafanya makosa, hata Musa Pimpin Kamara kuna wakati alifanya makosa tukafungwa, unaelewa? Kwa hiyo maana yake Yakubu Sulemani kukosea mechi ya juzi, kutoa pasi mkaa na kusababisha Taifa Stars kuruhusu goli, haimtoi kwenye ubora ambao wanao. Ndio golikipa pekee aliyopewa crown Tanzania toka ligi kuu toka nchi hii imeanza. Golikipa pekee ambaye amepata crown alipewa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila kwa ubora wake. Ndio golikipa pekee ambaye ameipeleka Tanzania kwenye rekodi kubwa ya kuingia robo finali ya mashindano ya CHAN kwa mara ya kwanza. Sio kazi nyepesi, huku akiwa unbeaten kwenye group stage na kuongoza group. Sio golikipa mdogo huyo, usimpuuze kwa makosa yake madogo. Wachezaji magolikipa wote bora duniani wameshawahi kufunga magoli ya kawaida sana. Kwa hiyo sisi tuna imani ya Yakubu Sulemani, tuna imani ni golikipa ambaye atatuvusha group stage ya CAF Champions League, lakini wakati huo tunamwombea dua Musa Pimpin Kamara kesho kwenye operation yake anayokwenda kufanya ya goti. Mwenyezi Mungu amwekewe pesi aweze kufanikiwa kutoka salama na arejee kwenye majukumu yake ya kila siku. Tunajiona mbali sana. Sisi malengo yetu ni kufika nusu finali ya CAF Champions League. Tukifika nusu finali tupambanie kufika finali na kuchukua ubingwa wenyewe. Hamasa imeanza leo kwa kishindo, inaendelea Jumatano. Wana Simba wote tunaungana, tunakuwa kitu kimoja inapokuja swala la hamasa, ili kuisaidia timu iweze kufanikiwa kuvuka hatua hii. Sio kazi nyepesi. Sisi ndio timu kutoka Tanzania tuliopangiwa timu ngumu kuliko timu yoyote unajua wewe. Sisi ndio timu kutoka Tanzania ambaye mashindano ya CAF tumepangiwa timu ngumu kuliko timu wengine wote. Wengine wote wapangiwa mblebedo. Na nzuri. Yanga ndio timu pekee kutoka Tanzania imepangiwa kundi jepesi kuliko timu yoyote. Kwa hiyo wana Simba tuungane, tuivushe timu yetu. Nzuri. Singida Black Stars, Azam na Yanga wapangiwa timu mblebedo. Lakini Simba imepangiwa timu ngumu. Stade Malien kutoka pale Mali, lakini kuna Esperance de Tunis, moja ya timu bora na ambayo imeshachukua CAF Champions League, moja ya timu ambao wamecheza World Cup ya vilabu mwaka huu kwa ngazi ya vilabu kama nakumbuka pale nchini Marekani, United States of fucking A. Lakini timu kama Petro Atletico ya kutoka pale nchini Angola, moja ya timu bora sana. Sio timu za kubeza. Wana Simba tufanye kila inawezekana tuweze kuvuka salama kwenye hatua hii ya group stage. Wanaume wamebaki Benjamin Mkapa, mtoto mdogo amekimbia. Mwanaume kabakia Benjamin Mkapa, mtoto mdogo amekimbia.